tunaonyesha mambo ambayo tuliahidi mwaka 2025 na tumefanya nini. Na eneo la pili tunaainisha mambo ambayo tunaahidi kuyafanya na kuyatekeleza mwaka 2025 kuelekea mwaka 2030. Kwa sababu ya muda nitasema kipengele kimoja kimoja. Moja, eneo ambalo tuliahidi katika ilani yetu mwaka 2025 ilikuwa ni kuwezesha wananchi kiuchumi kama jitihada za kuwapunguzia gharama za maisha na kuweza kupunguza umaskini. Na katika kufanya hivyo njia ni mbili tu. Kwanza ni kutengeneza mazingira ya wananchi kupata kipato kwa njia ya ajira, kujiajiri au kwa njia ya biashara. Lakini ya pili ni serikali kuwapunguzia wananchi gharama za maisha kwa kuondolea baadhi ya gharama ambazo walilazimika kulipa wao. Kwa hiyo katika miaka 5 iliyopita, baadhi ya hatua ambazo tulichukua 4 ni kama ifuatavyo. Serikali iliweza kuwaokolea wananchi jumla ya shilingi trilioni 5.7, fedha ambazo wangezigharamia wao, lakini serikali ilichukua jukumu hilo. Moja, kupitia mpango wa TASAF, serikali katika miaka 5 iliweza kupeleka shilingi bilioni 961.5 kama ruzuku kwa kaya maskini, na fedha hizo ziliweza kunufaisha watu milioni 5. Pili, katika kipindi hiki cha mwaka 2025 serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 393.6 kama ruzuku kwa mbolea. Labda mheshimiwa ungejikita zaidi katika mnapanga kufanya nini ili wananchi wanapoenda kufanya uchaguzi wa Oktoba wajue mmepanga kufanya nini. Haya ambayo wameshafanya atakupotezea tu muda. Hayatapotezea kwa sababu wananchi kwa kukiwa chama tawala hawa kazi yao ni kukosa. Chama tawala lazima ujenge msingi. Mafanikio yako ni yapi? Hilo ni tunauza la kwanza, na la pili ahadi. Basi tunakwenda moja kwa moja ambao tunapanga kufanya. Kwa lengo letu kuu kwa ilani hii ya 2025-2030, lengo kuu ni kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi kupitia vipaumbele 9 vifuatavyo. Cha kwanza ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nje na kuzalishwa hapa nchini. Kwa hivyo value addition ni ajenda kubwa ya ilani yetu. Ya pili ni kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza maskini. Kwa ajira kwa vijana ni ajenda kubwa sana katika ilani ya CCM mwaka huu, na tumeainisha hatua 10 za kuweza kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Lakini la tatu ni kuendelea kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii kwa kuendelea kupanua na kuboresha huduma za jamii ikiwemo elimu, afya pamoja na maji. 4 ni kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Kama ambavyo mnafahamu, katika miaka 5 tumefanya kazi kubwa sana kupanua mabarabara, mabandari, usafiri wa anga, reli na kadhalika. Tumepanga kuendelea kuimarisha huduma hizi. 5, tunapanga kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Na katika eneo hili tumejibu vizuri maswali mawili ya Profesa Kilian. Namba 6, tumepanga kudumisha demokrasia na utawala bora, na mnafahamu kwamba mwaka huu na Mheshimiwa Rais ameeleza kwamba ndani ya siku 100 ataunda tume maalum ya kuweza kupitia na kushauri namna ya kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Namba 7 ni kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. Namba 8, kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na mwisho namba 9 ni kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Tathmini ambayo tulifanya inaonyesha kwamba kuna haja, wananchi wetu walio wengi bado wanaishi vijijini na kuna haja ya kuongeza kasi ya maendeleo huko. Hivyo ndio vipaumbele 9 ambavyo tumeviainisha katika ilani yetu. Asante. Sasa nijibu maswali ya Profesa Kilian yale mawili. Dakika moja tafadhali. Tumejibu vizuri maswali yako Profesa Kilian. Tumepanga kufanya hatua kubwa 3. Kwanza, tuna changamoto ya vyanzo vya kugharamia uendeshaji wa elimu ya juu.
Kwa sasa tunategemea sana ada za wanafunzi kupitia mikopo, lakini changamoto ambayo inajitokeza kwamba fedha nyingi hizi kwa kweli haziendi kugharamia taaluma, program za shule za taaluma, hususan utafiti. Kwa hiyo tumepanga kwamba katika kipindi cha miaka mitano hii tupitie upya mfumo wa ugharamiaji wa elimu ya juu nchini kwa lengo la kuboresha utaratibu wa ugharamiaji na kuelekeza sehemu kubwa ya bajeti ya elimu ya juu kugharamia program na shughuli za kitaaluma, ili taaluma wapate fedha, kwa sababu tuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa R&D, na tumepanga angalau 1.5% ya bajeti ya pato la serikali lielekee kwenye shughuli za R&D. Lakini la pili katika hilo, tumepanga na kukubaliana kutekeleza kwamba tuimarishe mazingira ya kufundishia na kujifunza, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kitaaluma katika taasisi ya elimu ya juu ili ziweze kushindana kimataifa. Tunadhani vyuo vikuu vya kwetu vinapaswa kushindana vizuri kimataifa, na njia mojawapo ni kuvipa uhuru kamili wa kitaaluma. Kwa hiyo tunapanga kuwapeni uhuru zaidi ili muweze kujitegemea, tuwawezeshe kibajeti, muweze kupambana na kushindana kimataifa. Tunataka kuona vyuo vikuu vya kwetu vionekane katika top league ya vyuo vikuu duniani. Na mwisho ni swala la matumizi ya teknolojia, na tunapanga kuwawezesha kupata vifaa muhimu. La mwisho la wanawake. La wanawake, tayari sisi ndani ya chama katika uongozi wetu, mnafahamu mwenyekiti wetu ni mwanamama, katibu mkuu wa CCM kwa mara ya kwanza ni mwanamama. Kwa hiyo kwenye top leadership wapo, kwenye kamati kuu wapo, kwenye halmashauri wapo, lakini kwenye bunge safari tumeongeza nafasi za wanawake kwenye kugombea majimbo. Asante sana. Na baadaye nitawapa takwimu. Asante sana Profesa. Kama kuna mtu angekuwa na swali la haraka, basi tunakushukuru sana Profesa. Na anayefuata ni Chauma. Chauma, karibu sana.